Donald Trump, rais wa Marekani, baada ya kipigo kikali cha Irani, anaomba kuonana au niseme anatamani kuonana na Supreme Leader wa Irani, Ayatollah Mojtaba Said al-Khamenei. Okay, nitakwambia vizuri kwa nini hii point imekuja wakati huu wa Donald Trump kutaka kuomba kuonana na Mojtaba Khamenei ambaye ni Ayatollah mpya baada ya baba yake kuuliwa katika mashambulizi ambayo nadhani mnakumbuka, pale ambapo Marekani na Israeli walijua wakipeleka ile brutal force, wakipeleka mashambulizi ya nguvu kuishambulia kwa nguvu Irani, basi Irani itaanguka, lakini mwisho wa siku Irani bado ipo imesimama. Sasa leo hii ni tarehe 4 ya mwezi huu wa 6, lakini tarehe 3, maana leo ni siku ya Alhamis hivi ninavyoongea, tarehe 4 ya mwezi wa 6 2026, siku ya Alhamis. Sasa ninaongelea tarehe 3 ambayo ni jana Jumatano, ambapo sasa Irani amefanya mashambulizi makubwa sana ndani ya taifa la Kuwait, hasa kwenye kambi hii ya jeshi la Kuwait inaitwa Ali Al-Salem Air Base pamoja na Bahrain. Lakini kwa upande wa Kuwait amepiga mpaka uwanja wa ndege, na kulikuwa na mashambulizi aliyoyafanya nyuma, wakadai kuwa wameweza ku-intercept, lakini haya yameingia na kuingia kwenyewe, maana kuna mifumo ya ulinzi pale ya Patriot ya Marekani, lakini bado haijaweza kufanya chochote mbele ya makombora ya Irani pamoja na drones za Irani. Kwa hiyo kumekuwa na mashambulizi makubwa sana ambayo Mwajemi ameyafanya katika haya mataifa mawili, hususan ambalo ni taifa la Kuwait pamoja na Bahrain, na hasa taifa la Kuwait kama ile kuambia Ali Al-Salem Air Base ambayo yenyewe imepigwa vibaya mno na kumetokea damage ya mambo mengi sana au vifaa vingi vya kijeshi kwa upande ule. Hii inakuja ni baada ya kwamba Marekani ilifanya mashambulizi kwenye kisiwa kinaitwa Kashim Island, ambacho kisiwa hiki kiko karibu tu na mlango bahari wa Hormuz, mahali ambapo sasa ndio hiyo tumeaminishwa kuwa 20% ya mafuta ya dunia yanapopitia. Kwa hiyo Marekani walifanya mashambulizi pale kwenye kile kisiwa. Na ni kwa nini wamefanya mashambulizi? Kwa sababu wanasema underground kuna ndio nyumba ya makombora pamoja na drones, wana assemble drones pale, lakini pia ndio nyumba ya makombora yako pale. Kama unavyojua Wajemi waga wanaweka chini ya mahandaki kwenye underground hizo. Kwa chini ya mahandaki hayo ndio huwa wanaweka, yani wanaweka mahandaki chini, na huko ndiko sasa ambako kuna makombora ya masafa marefu, makombora ya masafa mafupi, umeona hizo ballistic pamoja na hypersonic ambazo ziko huko. Na ukumbuke lengo mojawapo katika malengo matatu waliojiwekea wa Marekani kwa ajili ya kwenda kuiangusha Irani lilikuwa pia ni kuhakikisha kuwa ondoa uwezo wa Irani kuweza kumiliki makombora haya ya masafa marefu, kwa sababu makombora haya yamekuwa ni tatizo na makombora haya yamekuwa ni tisho kubwa sana kwa upande wa Irani. Upande wa Irani, lakini imekuwa tisho, yani makombora ya Irani ambayo yamekuwa tishio kubwa kwa maadui sasa ambao ni Marekani na Israeli pamoja na washirika walioko kwenye zile nchi za Ghuba ya Uajemi pamoja na UAE. Kwa hiyo baada ya kile ndio sasa maana unajua sasa sera ambayo Iran anaenda nayo ni kuwa yeye akishambuliwa na yeye anajua wapi pa kushambulia, kwa sababu anashambulia maeneo ambayo Marekani wameweka kambi zao. Unajua Marekani wana kambi nyingi sana, kwa ndio maeneo hayo. Sasa maeneo mojawapo anaposhambulia ni hili sasa eneo ambalo ni hizi nchi zilizoko kwenye hiyo Ghuba ya Uajemi kama Kuwait pamoja na Bahrain pamoja na UAE. Mataifa haya ndio amekuwa akiyashambulia sana. Umeona viongozi wa UAE wanasema tuje pamoja, kwa sababu sasa hii
sio kujilinda, maana Iran yeye alisema hii ni kisasi. Na unakumbuka saa zote au siku zote nimekuwa nikikuambia Marekani ndio anayetaka kuwe na ceasefire. Alafu Marekani ndio mtu wa kwanza kuviolate hiyo ceasefire. Ndilo tatizo linapokuwa hapo. Marekani ndio ameitisha kuwa wakae kwenye meza ya mazungumzo. Mazungumzo yanaendelea nchini Qatar. Na huku upande wa pili anashambulia Kashim Island akidai kuwa hapa ndipo kuna ngome ya IRGC na sisi hii hatuitaki na hivi na hivi na wao ndo maana wakaamua sasa kushambulia wapi? Kuwait. Kama mnakumbuka juzi ile niliwaambia kuwa kuna taarifa zinaonyesha kuwa IRGC wamerusha makombora ambayo hayajulikani yalikuwa yanaelekea wapi. Kwa sasa Jumatano, siku ya kuamkia Jumatano jana, ndio Kuwait pamoja na Bahrain wamechezea kichapo kisichokuwa cha kawaida. Hili ndilo linalomleta Donald Trump, rais wa Marekani, kwenye picha kusema kuwa angetamani akutane na Mujtaba Hamidei ili wakae wayazungumze. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu makombora yana spidi zaidi kuliko diplomasia au kuliko maongezi yoyote ya kidiplomasia. Na ndio maana unaona anachokiongea Donald Trump kuwa angependelea akutane na Mujtaba. Sasa sio akutane naye, waongee naye nini? Kwa sababu wao ndo wamekuwa wakienda nje ya makubaliano. Na siku zote Iran amebaki kuwa mwaminifu. Kweli lazima tuongee. Iran amebaki kuwa mwaminifu. Wakisema tukae tuongee, Iran huwa ananyamaza. Kwa sababu kama sasa hivi ni nani ameanzisha mashambulizi kati ya Irani na Marekani? Ni Marekani ndo ameanzisha mashambulizi kuishambulia Kashim Island ambako alisema kuwa hapa wana makombora, kwa sababu inaaminika kuna bezi chini kwenye mahandaki huko kuna bezi za Wajemi. Lakini ukiachilia mbali hiyo, Marekani huyu tena akashambulia tena meli ya mafuta ya Iran ambayo iliharibika kwenye upande wa engine. Kuna wao wakasema it's okay. Lakini Marekani wakati huo anaposhambulia anasema anajilinda. Ni kujilinda gani? Okay. Tunakumbuka tangu tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu 2026 ambapo Marekani na Israeli waliingia kwa force, hii tunaita full force, kwenda kushambulia Teherani. Bado Marekani alitangaza kuwa mashambulizi yale yalikuwa ni ya kujilinda. Ndio maana nikakuambia siku moja hapa kuwa okay, tujaribu kuangalia tuone, je, ingekuwa ni Irani ndio wamefanya kitendo hicho, waishambulie Washington, waue rais, makamu wake, waue wanasiasa, wanadiplomasia, waue viongozi mbalimbali, viongozi wakuu wa kijeshi, waue. Je, hicho kitendo na dunia kingechukuliwaje? Kingechukuliwa ni kitendo cha kigaidi. Lakini leo Marekani wanampongeza eti ni shujaa, amefanya kitendo cha ushujaa kwa sababu ameenda kuondoa hatari ile ambayo ilikuwepo. Yani wanasema Irani ni hatari. Kwa hiyo ndivyo wamekuwa wakisema ni kitendo cha kujilinda. Hata hapa juzi waliposhambulia hiki kisiwa, bado wakasema ilikuwa ni kujilinda. Sasa kujilinda, Irani amesema sio kujilinda. Yeye amesema ni kulipa kisasi kwa kile ambacho Marekani amekifanya. Yani mambo yake haya. Tunakuwa na ceasefire, alafu baadaye yeye mwenyewe tena ndo anaanzisha mashambulizi. Ndio maana wameongea hivyo. Kwa hiyo sasa Donald Trump anatamani kukutana na Mujtaba Ayatollah Ali Khamenei. Ndugu zanguni, niwakumbushe kitu kimoja. Donald Trump ndo amekuwa na tambo nyingi sana, hasa kwenye ukurasa wake wa ule mtandao wake wa Truth Social, akiwa anaposti vitu vingi sana, akiwa anaposti namna ambavyo yani nisemeje, anavyofanya kashfa dhidi ya Irani. Nafikiri nyinyi wenyewe mmekuwa mashahidi na mmekuwa mkiona kwenye posti zake. Na mojawapo ya posti aliyoposti, aliposti picha kwenye ukurasa wake. Ameposti picha, yani ameposti kama huyo Mujtaba amefungwa mabandeji usoni huku na amekatika miguu na mikono. Nafikiri mliona hiyo picha. Amekatwa mikono na miguu na amefungwa bandeji usoni. Alafu akaongea na maneno pale, akasema na huyu anayemuita kiongozi wao
yuko mahututi, haelewi chochote kinachoendelea huko duniani. Na mkasikia kauli akisema kuwa hata mpaka sasa Irani haijulikani nani anaiendesha, kwa sababu kiongozi wao ndo hivyo akaposti hizo picha. Leo Donald Trump huyu anakuja anasema anatamani aongee na Mojtaba, akutane naye waongee. Sasa swali ambalo mimi na wewe lazima tujiulize, yule mtu aliyekatika miguu na mikono na amefungwa mabandeji usoni, unakutanaje naye mtu wa namna hiyo ukae unaongea naye? Donald Trump yule ni mfanyabiashara na ni propagandisti wa hatari, na hiyo yote ni kuuaminisha ulimwengu, kwa sababu unajua ulimwengu wote unamwangalia. Maana kuna ile dhana ambayo iko duniani kuwa rais wa Marekani ndio mtu mwenye nguvu namba 1 duniani. Kwa hiyo watu wote lazima waweze kumwangalia yeye. Kwa ndio maana unaona kawa na posti. Swali ninalojiuliza ambalo na wewe naomba utanisaidia kuniwekea majibu kwenye comment. Yule mtu ambaye alikuwa anamposti anasema hajielewi na taarifa zikatoka sio amekimbizwa Urusi kwenda kutibiwa kule. Leo hii Donald Trump anaomba kukutana naye. Waongee nini na mtu wa namna hiyo? Ujue maji ya shingo. Ndio maana anaomba Okay, mengine tutayaongea baadaye. Asante sana.